Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu watazamaji, karibuni katika mwendelezo wa darasa zetu. Leo tutazungumzia tafsiri ya ndoto ya kuruka kulingana na hali ya muotaji. Ndugu zangu, waotaji wana hali tofauti tofauti. Kuna mwanamke asiyeolewa, kuna mwanamke aliyeolewa, kuna mwanamke mjamzito, kuna mwanaume, lakini pia kuna mgonjwa au mfungwa pia anaweza akaota anaruka. Hizi ndoto zina maana gani? Kwa hiyo nakuomba leo unitegee sikio ndugu yangu mtazamaji, ili uweze kupata faida. Naam, kwanza wanawazuoni au wanawachuoni wanasema at-tayranu lil'azba. Tutaanza na mwanamke asiyeolewa. Wanasema kuota unapaa au kuota anapaa kwa mwanamke ambaye hajaolewa, mwanamke asiyeolewa, wanasema qad tahmilu bisharatin, ndoto hiyo ina bishara njema nyingi sana. Hiyo ndoto ina bishara njema nyingi. Wanasema miongoni mwazo aziwaj kwa maana ya ndoa, kwa maana mwanamke asiyeolewa akiota anapaa angani, basi hiyo ndoto itakuwa inamaanisha mwanamke huyu ataolewa. Wal intiqalu ila baiti zawjiyya, na kuhamia nyumba ya unyumba, khaswatan idha kanat tatiru ila makani ma'rufin au jamil. Wanasema khaswa ikiwa anapaa kuelekea sehemu inayojulikana au sehemu nzuri, hiyo ndoto itakuwa inamaanisha kuolewa kwa mwanamke huyo na kuhama kutoka, yani kuhama kuelekea nyumba ya unyumba. Lakini wanasema maana nyingine ni tahqiqu amniyatun talantidaruha. Wanasema maana nyingine ni kutimia matamanio ambayo aliyangojea kwa muda mrefu. Yale mambo ambayo alikuwa akiyatamani na akayasubiria kwa muda mrefu, basi yatatimia kwa mwanamke asiyeolewa akiota anafanya nini? Anapaa angani. Yale mambo aliyokuwa akiyatamani yatatimia, aliyokuwa akiyasubiri kwa muda mrefu basi yatatimia. Fi dirasatiha, kama katika masomo yake, au amaliha, au kazi yake. Kwa maana kama alikuwa anasubiria kazi basi atapata, na kama ni masomo basi atafanikiwa. Lakini wanasema maana nyingine ya mwanamke asiyeolewa akiota anapaa angani inamaanisha hurriyatun, uhuru, wal istiqlal, na kujitegemea. Wanasema qad tu'baru an raghbatiha fi taharruri min ba'dhi alquyudi. Ndoto hiyo inaweza kumaanisha hamu yake, yani raghbatiha, hamu yake, fi taharruri, katika kujikomboa, min ba'dhi alquyudi, kutoka katika baadhi ya vizuizi. Yani kuna vitu vinamzuia katika mafanikio yake. Sasa anatamani, ana hamu ya kujikomboa kutoka katika vile vizuizi. Lakini wanawachuoni wanaendelea, wanasema idha ra'at, ikiwa ataona huyo mwanamke, annaha tatiru bisaadatin wa khiffatin, akiota kwamba anapaa angani kwa furaha na wepesi, yani hakuna ugumu katika kule kupaa kwake, wanasema fahuwa khairun wa najahun. Ndoto hiyo inaashiria wema na mafanikio. Khairun wa najahun, kwa maana huyo mwanamke atafanikiwa katika mambo yake. Lakini wanaendelea wanasema, ama tayranu bi khawfin au suquti, ama kupaa kwa hofu au kuanguka. Yani mwanamke akiota amepaa
lakini wakati anapaa alikuwa na hofu, au amepaa kisha akaanguka, wanasema faqad yadullu ala fashalin, ndoto hiyo inaashiria kufeli. Ndoto hiyo inaashiria huyu mwanamke atafeli katika mambo yake. Sasa hiyo ni kwa mwanamke asiyeolewa. Ama lilmutazawiga, kwa mwanamke ambaye ameolewa akiota anapaa angani, wanasema qad yadullu ala taghayyuri fi hayatiha zawjiyya au al-usriyya. Wanasema ndoto hiyo huenda ikamaanisha mabadiliko katika maisha yake ya kindoa au ya kifamilia, yani kutatokea mabadiliko katika maisha yake ya kindoa au katika maisha yake ya kifamilia. Qad tantaqilu ila manzilin jadidin, huenda akahamia nyumba mpya, au tusafiru maa zawjiha, au atasafiri pamoja na mume wake. Huyu ni mwanamke aliyeolewa akiota anapaa angani, inaashiria mabadiliko katika maisha yake ya kindoa, katika maisha yake, yani fi hayati hazawjia, katika maisha yake ya kindoa. Mabadiliko gani? Ni kuhamia katika nyumba mpya, au anaweza akasafiri na mume wake. Lakini maana nyingine kwa mwanamke aliyeolewa, akiota anapaa angani, wanasema inaashiria arrifaatu walmakana, inaashiria kunyanyuliwa na hadhi, walmakana na hadhi, kwa maana atanyanyuliwa darja, kwa maana ya kwamba qad tanalu ihtiraman wa taqdiran, huenda huyu mwanamke akapata heshima na thamani. Ihtiraman wa taqdiran, kwa maana ya heshima na thamani. Fi muhitiha, katika mazingira yake, yale mazingira anayoishi, basi huyu mwanamke atapata heshima kubwa na thamani kubwa kwa mwanamke aliyeolewa akiota anapaa. Lakini maana nyingine wanasema idha kanat tatiru ba'idan an zawjiha, ikiwa huyu mwanamke aliyeolewa akiota anapaa na kuelekea mbali na mume wake, yani akaenda mbali sana akamwacha mume wake, wanasema faqad yadullu ala mashakili au firaq. Ndoto hiyo huenda ikaashiria, huenda ikamaanisha matatizo katika ndoa yao, migogoro katika ndoa yao, au firaq, au utengano. Yawezekana kabisa wakaachana hawa wanandoa. Mwanamke aliyeolewa at-tayranu lilmutazawija, kwa maana ya kupaa angani kwa mwanamke aliyeolewa, huenda pia kukamaanisha matatizo, migogoro na utengano, yani firaq, kwa maana ya kutengana baina yake na mume wake. Kwa hiyo sio katika kwa maana nyingine, si katika ndoto nzuri, haswa mwanamke akiota amepaa kwenda mbali na mume wake, hiyo sio katika ndoto nzuri. Taib, lakini wanaendelea wanasema wanawazuoni, idha kanat, ikiwa sasa tatiru bisaada, huyu mwanamke akiota anapaa lakini kwa furaha, bisaadatin, kwa furaha, maa zawjiha, pamoja na mume wake, yani yeye pamoja na mume wake wanapaa angani lakini kwa furaha. Wanawazuoni wanasema dalla ala istiqrari wa saada fi hayatihima, hiyo ndoto inaashiria istiqrar, kwa maana ya utulivu wa saadatin, na baraka na baraka na amani, fi hayatihima, katika maisha yao ya ndoa. Mwanamke akiota anapaa kwa furaha, anapaa angani kwa furaha, lakini yuko pamoja na mume wake, basi ndoto hiyo inaashiria ama inamaanisha ama ni dalili ya utulivu na baraka fi hayatihima, katika maisha yao ya kindoa. Kwa hivyo kwa sehemu hii
ya tafsiri ya ndoto ya kupaa kulingana na hali ya muotaji. Tutaishia hapa, lakini usikose kufuatilia mwendelezo wa ndoto hizi ili kuja kuangalia hali ya mjamzito, hali ya mwanaume, lakini pia tumesema hali ya mgonjwa na mfungwa akiota anapaa ina maana gani, mgonjwa akiota anapaa ina maana gani, mwanaume akiota anapaa ina maana gani, lakini pia mjamzito akiota anapaa ina maana gani. Kwa leo naomba tuishie hapo. Niwashukuru sana kwa kunitazama. Nikuombe kama hauja subscribe channel yangu, hakikisha una subscribe Mponda TV Tanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.